Saikolojia 8 za kumjua mtu anayekuchukia kimya kimya. Asilimia kubwa ya watu wamekuwa wakijiuliza, je, wanawezaje kuwajua watu ambao wana chuki dhidi yao? Na wengi wameishia pasina majibu yote. Leo nimekuandalia somo hili zuri sana. Kuna mambo mengi sana ya kujifunza. Saikolojia 8 ya kumjua mtu anayekuchukia kimya kimya. Kabla hatujaendelea na somo letu la leo, jambo unalotakiwa kulifanya ni kulike video hii, kisha kukaa kwa kutulia na kufuatilia mwanzo mpaka mwisho. Kuna mambo mengi sana ya kujifunza, lakini pia kama wewe ndio mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi na bado kuja subscribe, basi nikupe pole, kwa sababu watu wote makini na wanaopenda kujifunza tayari wamesha subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Ili nawe uwe miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza, basi hakikisha una subscribe kisha unabonyeza kitufe cha alama kengele. Kwa kufanya hivyo utakuwa miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza. Hakika Nguvu ya Maono Media ni mgodi wa maarifa. Twende moja kwa moja tukaangalie saikolojia 8 za kumjua mtu anayekuchukia kimya kimya. Namba 1, haoneshi tabasamu lakini moyo wake haukubali. Kisaikolojia, tabasamu la mtu anayekuchukia halitoki moyoni, ni tabasamu la kulazimisha. Mara nyingi halihusiani na macho. Atatabasamu lakini ndani yake ana msongo wa hisia hasi, wivu, chuki au hofu ya kushindwa kukuzidi. Hii hutokana na emotion suppression, kuzuia hisia halisi zisijulikane. Kwa hiyo hii ni saikolojia ya kwanza ya mtu ambaye anakuchukia kimya kimya. Huonesha tabasamu lakini moyo wake haukubali. Yaani moyoni mwake anakuwa na chuki dhidi yako, moyoni mwake anakuwa na wivu juu yako, lakini kwa nje tu anakuwa anakuonyesha tabasamu la uongo. Unaona kabisa kana kwamba mko pamoja. Yani ukimwangalia kwa nje anaonyesha tabasamu, lakini ndani yake anakuwa moyo wake haukubali. Moyo wake anakuwa atatabasamu, lakini ndani yake ana msongo wa hisia hasi, anakuwa na wivu, anakuwa na chuki, anakuwa na hofu ya kushindwa kukuzidi. Kwa hiyo hii ni saikolojia ya kwanza ya kumjua mtu kuchukia kimya kimya. Kwa hiyo huonesha tabasamu lakini moyo wake haukubali. Lakini pia saikolojia ya pili ya kumjua mtu anayekuchukia kimya kimya, hupunguza mafanikio yako kwa maneno madogo. Ni mtu ambaye anakuwa anapunguza mafanikio yako kwa maneno madogo. Badala ya kukupongeza au pale unapofanikiwa, atasema umebahatisha tu, kila mtu angeweza, ni kitu kidogo hicho. Kwa hiyo saikolojia huita hii passive aggressive behavior, yani ni njia ya kujilinda kisaikolojia kwa kuvunja thamani yako bila kupambana nawe waziwazi. Kwa hiyo ni mtu ambaye anakuchukia kimya kimya hupunguza mafanikio yako kwa maneno madogo. Badala ya kupongeza zaidi, utasikia anakupa yale maneno ambayo yani anaweza kuambia labda hiyo ni bahati tu, kila mtu hapo angeweza, ni kitu kidogo hicho. Anakuwa anapunguza mafanikio yako kwa maneno madogo. Kwa hiyo ni mtu ambaye ukimwona mtu wa namna hii anakuwa anapunguza mafanikio yako kwa maneno madogo, badala ya kupongeza zaidi. Yamkini umefanya kitu fulani kikubwa, kitu ambacho yani wewe mwenyewe unajiona kabisa kweli nimefanikisha hichi kitu, lakini yeye badala ya kupongeza atakuwa anapunguza thamani yako kwa maneno madogo. Anakuambia ni bahati tu, umebahatisha tu hicho kitu. Afu kwanza iko kitu kila mtu kwanza angeweza kukifanya, usijisifu sana, ni kitu kidogo hicho. Kwa hiyo hii ni saikolojia ya pili ambayo inaweza kukusaidia kumjua mtu ambaye anakuchukia kimya kimya. Lakini pia saikolojia ya tatu ya kumjua mtu ambaye anakuchukia kimya kimya, hufurahia kimya kimya unapopitia shida. Hata kama hatasema chochote, utahisi ukimya wake una uzito. Hana huruma ya dhati, anaweza kusema pole, lakini sauti yake haina mzigo wa hisia. Hii ni ishara ya Schadenfreude, ambayo furaha ya siri inayotokana na kuona mwingine akishuka. Kwa hiyo hii ni saikolojia ya tatu ya kumjua mtu ambaye anakuchukia kimya kimya. Hafurahi kimya, yani ufurahia kimya kimya unapopitia shida. Wakati anapoona wewe uko kwenye shida, yeye ndani yake anakuwa anafurahia, ndani yake anakuwa na kicheko kikubwa sana, ndani yake anakuwa na furaha kubwa. Kwa hiyo yani anakuwa ni mtu ambaye hata akikwambia pole, ile pole yake haina uzito. Yani anakwambia tu pole, lakini ndani yake unaona kabisa, ukimwangalia vizuri unaona kabisa ndani yake anakuwa anafurahia na kicheko kikubwa. Kwa hiyo hii ni saikolojia ya tatu ya kumfahamu mtu ambaye anakuchukia kimya kimya. Ufurahia kimya kimya unapopitia shida. Kwa hiyo wakati unapoona wewe unapitia kwenye shida, kwake yeye anakuwa ni furaha, kwake yeye ndo anashangilia kabisa. Kwa hiyo hii ni saikolojia ya tatu. Ukiona saikolojia hii unaweza kaitumia kumjua mtu ambaye anakuchukia kimya kimya. Lakini saikolojia ya 4 ya kumjua mtu ambaye anakuchukia kimya kimya, hushindana nawe bila kukutaja. Ni mtu ambaye anakuwa anashindana wewe bila kukutaja, anajilinganisha nawe kimya kimya,
anataka kuzidi kile unachofanya. Lakini pia wakati mwingine anaweza kujaribu kukuuliza ulifanyaje. Anaweza hajaribu kushirikiana bali anakuwa anashindana na wewe. Hajaribu kushirikiana na wewe bali anakuwa anashindana na wewe. Kisaikolojia hii ni inferiority complex. Yani anahisi uko juu yake, hivyo anakuchukia kwa sababu unamkumbusha kile ambacho yeye siye. Kwa hiyo hii ni saikolojia ya 4 ambayo unaweza ukaitumia kumjua mtu ambaye anakuchukia kimya kimya. Ushindana nawe bila kukutaja. Anakuwa anashindana na wewe kimya kimya bila kutaja, ila ndani yake anakuwa anashindana na wewe. Ajilinganisha, yani anajilinganisha nawe kimya kimya, anataka kuzidi kile unachofanya. Kwa hiyo hii ni saikolojia ya 4 ambayo unaweza ukaitumia kumjua mtu ambaye anakuchukia. Hushindana nawe bila kukutaja. Hakutaji, lakini anakuwa anashindana na wewe kimya kimya. Hii kisaikolojia tunaita inferiority complex. Maana yake anahisi uko juu yake, hivyo anakuchukia kwa sababu unamkumbusha kile ambacho yeye sio. Lakini pia saikolojia ya 5 ya kumtambua mtu ambaye anakuchukia kimya kimya, hakuungi mkono unapohitaji. Watu wanaokupenda siku zote hujitokeza unapohitaji msaada, lakini mtu anayekuchukia kimya kimya atapata visingizio. Bwana, nilikuwa busy, sikujua, ningeweza lakini Kwa hiyo saikolojia inaonyesha kuwa ukosefu wa msaada wa makusudi ni ishara kubwa ya chuki iliyofichwa. Kwa hiyo hii ni saikolojia ambayo unaweza ukaitumia kumjua mtu ambaye anakuwa anakuchukia kimya kimya, hakuungi mkono unapohitaji. Kwa hiyo watu siku zote, yani utakuwa ujue watu wanayekupenda hujitokeza unapohitaji msaada, wanakuwa wanajitokeza unapohitaji msaada. Mtu anayekupenda, anayekusapoti, hujitokeza pale unapohitaji msaada. Lakini mtu anayekuchukia kimya kimya atapata visingizio vingi. Yani unakuwa unamuona ni mtu wa visingizio kabisa. Anaweza kwambia nilikuwa busy, lakini wakati huo hakuwa busy kabisa. Au sikujua bwana. Unaweza kujiuliza haukujua, mbona kama ulikuwa na taarifa kabisa? Anakuwa anakuambia ningeweza, lakini ni maneno kama haya. Lakini hii ni saikolojia ambayo inaweza kukusaidia kumjua mtu ambaye anakuchukia. Kwa hiyo hakuungi mkono unapohitaji msaada. Kwa hiyo anakuwa ni mtu ambaye hakuungi mkono pale wewe unapokuwa unahitaji msaada mwingi kabisa. Lakini saikolojia namba 6 ya kumjua mtu ambaye anakuchukia kimya kimya, kukusengenya kwa siri, sio mbele yako. Ni mtu ambaye anakuwa anakusengenya kwa siri, sio mbele yako. Hata kukabili, lakini atapanda mbegu ya shaka kwa wengine. Atatumia sentensi kama vile usimwamini sana, anaonekana tu. Kwa hiyo hii ni tunaita character assassination, yani mbinu ya kisaikolojia ya kuharibu taswira yako bila ushahidi wa moja kwa moja. Kwa hiyo hii ni saikolojia ya 6 ambayo unaweza ukaitumia kumtambua mtu ambaye anakuchukia kimya kimya. Kukusengenya kwa siri, sio mbele yako. Ni mtu ambaye anakuwa anakusengenya kwa siri. Anakuwa anajaribu kwa labda hakukabili moja kwa moja, lakini atapanda mbegu za shaka kwa wengine. Atapanda mbegu za shaka au za chuki kwa watu wengine. Atumie sentensi kama vile ila huyo usimwamini sana, anaonekana tu, yani kimwangalia tu anaonekana tu. Kwa hiyo atatumia sentensi kama hizo, kukusengenya kwa siri, sio mbele. Kwa hiyo ni mtu ambaye anakuwa anapanda mbegu za chuki kwa watu wengine. Anapanda hali ya kutokuaminika, yani watu wasikuamini wewe. Anakuwa usimwamini sana yule. Yani usimwamini sana, ni kweli unafanya lakini usimwamini sana. Lakini pia saikolojia ya 7 ya kumjua mtu ambaye anakuchukia kimya kimya, kuwa mkimya sana unapong'ara. Ukipata ushindi, habari njema au heshima, ghafla na kuwa kimya. Hakuna pongezi, hakuna shangwe. Ukimya huu si wa kawaida, ni ukimya wa chuki. Saikolojia inaeleza kuwa ukimya huu ni njia ya adhabu ya kihisia, tunasema silent emotional punishment. Kwa hiyo saikolojia anakuwa ni mtu ambaye kuwa mkimya sana unapong'ara, unaposhine, unaposhinda, yeye ndani yake anakuwa ni mkimya. Hawezi kupongeza, hawezi kuongea chochote kabisa. Unajiuliza mbona rafiki yangu anatakiwa furahi, lakini mbona yupo kimya? Kwa hiyo wakati tunaita kisaikolojia tunaita silent emotional punishment. Lakini pia saikolojia namba 8, hakuweki karibu sana wala mbali sana. Ni mtu ambaye hakuweki karibu sana na yeye wala hakuweki mbali sana, anakuwa ipo katikati. Hata kukatiza kabisa, lakini hata kukaribia pia. Anakaa katikati, mahali ambapo anaweza kukuangalia, kukupima na kukudhibiti kisaikolojia. Hii ni tabia tunaita covert hostility, tunaita covert hostility, uadui uliojificha chini ya uso wa kawaida. Lakini pia vitu vya mwisho, tufanye hitimisho. Nasema mtu anayekuchukia kimya kimya anakuheshimu kwa nje. Yaani vitu ambavyo nitakuwa tambua, mtu anayekuchukia kimya kimya anakuheshimu kwa nje, anakupinga kwa ndani, anaumia kwa kuona unakuwa,
anaishi kwenye vita ya ndani kati ya kukuiga na kukuangusha. Kwa hiyo usipigane naye. Saikolojia inashauri endelea kuwa wewe, linda mipaka yako na acha matendo yako yazungumze. Mafanikio yako ndio yatakaomchosha zaidi kuliko maneno. Kwa hiyo mtu wa namna hii hautakiwi kupigana naye kabisa. Ni matumaini yangu kuna kitu ambacho umejifunza. Kama kuna jambo ambalo umejifunza, naomba comment chini uniambie umejifunza kitu gani. Nitafurahi sana kuona comment yako. Mungu akubariki wewe ambaye utatumia muda wako kushare link ya video hii kwa ndugu, jamaa na marafiki. Tukutane kipindi kijacho. Nakupenda sana.